Ile maneno ya kutishiwa ambao wale ambao tumekuwa mstari wa mbele kusema kwamba hatutabomolewa sababu kuna vijana walikuwa wanatumwa kuja, tunaambiwa tutakuwa abducted. Tumesema ni sawa, lakini kama ni mfanyabiashara Mabera na uko na maswali kama watu wanahamishwa kutoka sokoni ama soko inabomolewa, basi leo kuna kikundi ya wafanyabiashara wa Mabera ambao wamekutana na naibu wa gavana wa Migori kujadili masuala hayo, na haya ndiyo ripoti ama hizi ndiyo information ambazo wameweza kupata kutoka kwa county. Kwa majina naitwa Tilan Ngabia Rioba. Mimi ni mkaaji wa Mabera na mfanyabiashara katika soko la Mabera. Kuna launching ambayo ilifanywa na president wa Kenya kuhusu modern market ambayo itajengwa, kwa sababu wakati president alikuja, hiyo eneo ambalo modern market wanataka kujenga lilikuwa fenced na rais akaja akalaunch. Baadaye wakati ametoka ndio tukasikia tena kwamba hiyo nafasi ambayo ilikuwa imepeana haikutosha. Sasa mbunge wa Kuria West Honorable Mathias Nyamabe Robi akawa anatembea ana identify sehemu kwamba hawa watu watabomolewa. Tukarudi tukastuka kwa ajili ya hiyo. Akatumia vijana ambao ni goons ambao walikuwa wanatembea wanatishia watu ihamisha, mpaka akapeana hata date tarehe 5 na 6 kutakuwa na ubomoaji. Wale ambao tumejenga kando tulistuka, ikabidi tuende kwa OCS huko Isibane, tukaenda tuulize kama kuna warrant ya hiyo, kwa sababu ubomoaji lazima kuwe na warrant ambayo imetolewa. Wakathibitisha kwamba hakukuwa na warrant na pia hakukuwa amejua. Sasa tukaandika OB, tukarudi tukasema sasa kwa vile mali tutabomolewa, tukaambia kwamba watupatie security, na ikiwa haitawezekana basi hatutakubali mali yetu ibomolewa, tutapeana security, na hapo hiyo italeta shida, lazima itakuwa ni kifo, watu watauana. Hiyo maneno imefikia county kwa huo mgogoro, kwa sababu nakumbuka hiyo siku ilipofika, huyo mheshimiwa alitumia hama goons akawapa pesa, wakalewa, wafikia saa 6 usiku. Kweli walikuja na viti ilianza, lakini bahati mzuri kulikuwa na security ambao walisimama kideto, akasema hakuna ubomoaji. Ikabidi hiyo maneno wakayasimamisha, tukarudi nyumbani. Sasa kuna vijana tena ambao amekuwa kitumatuma kitishia wale wapangaji, wengine wamehama, na wale pia ambao wanaoperate katika nyumba zetu wamekataa kulipa. Sasa ukimwambia kulipa na kuambia ni kulipe na tunaambia tuhame. Sasa kumekuwa na wasiwasi hiyo. Kuna kijana hawa ambaye anasimamia soko anaitwa Makemba, ndio kila wakati wanatembea kwa manyumba, kwa malands, wanaambia watu wahame. Sasa walipokuja hiyo maneno ilipofika kwa county, His Excellency Governor Ochilo Yako ametuma deputy wake, tumekutana hapa Jofa, tumeafikiana kwamba hakuna ubomoaji utakaofanywa. Ile eneo His Excellency alikuja akalaunch, ikiwa nataka kujenga wajenge ghorofa kwenda juu, na iwapo itabidi kwamba lazima basi tubomolewe, tumekubaliana kwamba kuwe na participation hiji ifanye, wafanye value ya manyumba zetu, watuwekee pesa kwa account. Hapo sasa sisi tutakubali kufanya nini? Kubomolewa. Hiyo ndio tumeafikiana. Na pia ile maneno ya kutishiwa ambao wale ambao tumekuwa mstari wa mbele kusema kwamba hatutabomolewa sababu kuna vijana walikuwa wanatumwa kuja, tunaambiwa tutakuwa abducted. Tumesema ni sawa, lakini tumepeana taarifa kwamba tunataka pia security wepo ili tuhakikishe tuko katika hali ya usalama. Na tunamwambia mbunge wetu kwamba sisi tulipomchagua, tulimchagua aende kututetea na sio wala kuja kutisha sisi. Sababu hata hiyo yote ambayo imetendeka, angetukalisha vizuri mapema, tukae tuongee, tujue huo mradi hata unakuja, hakungekuwa na hii furugu. Tuliambia tu ndani ya wiki 2 na baadaye soko likabomolewa, na hata mama wengine wamebidi wameenda nyumbani. Angekuwa na utaratibu mzuri, hata ile mabati yalikuwa kwa nini yangetengwa, wa mama watafutiwe sehemu, at least kuwe na mpangilio mzuri, biashara iendelee.
Kwa wakati huu hakuna biashara inayoendelea, soko limeharibika. Sasa kutokana na huu mkutano tumefurahia kwa sababu tumekubaliana kwamba Chiro yako hakuna ubomoaji atatufanyia, na namba 2 ambacho tumesema ni kwamba nafikiri sasa gavana atakuja atangaze pale Mabera, kwa sababu wale ambao wafanyabiashara wamekuwa na wasiwasi watakuwa sasa kwamba hakuna ubomoaji na watu wataendelea kufanya katika hali ya utulivu na amani. Lakini kulingana na hii project imeonekana kwamba ni project ambayo mheshimiwa ndio aliomba, lakini sasa jinsi alivyopewa inakaa ni kama ilikuwa copy pasted kutoka sehemu nyingine ambayo ni kwa town kubwa na imeleta kwa town ndogo. Kwa hivyo kitu ambacho kimefanyika ni kwamba tumeambiwa kwamba nyumba zinabomolewa. Nyumba zinabomolewa, na hizo nyumba ambazo zinabomolewa inakaa ni kama hiyo project sasa imezidi uwanja ambao ulikuwa umetengwa. Na nashukuru sana kwa county kwa sababu wamekuja wakatueleza vizuri sana kwamba mara ya kwanza serikali kuu ambayo national government walikuwa wameomba nafasi wakapewa, lakini baada bila consultation wamesema kwamba wanabomoa sehemu nyingine ambapo county hajakubaliana na hilo. Kwa hivyo county wametuita ili watuelezee kwamba hii sehemu ambapo walikuwa wameacha kwamba wametenga, national government ama mbunge wetu anataka kuencroach kwenda kwingine. Ni ukweli kwamba goons wanatumwa ili waweze kubomoa hizo lands, hizo nyumba, ambapo ni jambo mbaya kabisa kwamba goons wanatumwa alafu wabomoe, wengine wanaiba, wanabeba vitu kwenda kwao. Si jambo nzuri. Na mimi naomba kwamba serikali ingilie kwa hili swala, kwa sababu kuna watu ambao wako na hasira kwa sababu vitu zao zinabomolewa without notice. Sisi kama wakazi wa Mabera hatutaki vita. Kwa hivyo mimi nashukuru sana county kwa sababu ya kuja na kutuwekea mambo wazi kwamba hawajaruhusu ubomozi, na kama kuna ubomozi utafanyika watatuita sisi kama stakeholders, sisi kama wale ambao tuko katika hiyo area, wale ambao tutakuwa affected, ili tuweze kuweka mambo sawa. Kama ni fidia waweze kutupea fidia. Lakini kuna jambo lingine ambalo mimi nililiona. Ile space ya Mabera market ile ambavyo kuna vibanda ambavyo county ilikuwa imejenga. Tunaambiwa kwamba si county ilibomoa, ni vijana walitumwa na kubomoa ile sehemu, ambapo Rais Ruto aliona kwamba wale ambao wamekuwa affected hata wapewe shilingi 10,000. Hiyo pesa haikunatosha. Lakini sasa jinsi ilipofika kwamba ni wamama wanapewa shilingi 10,000 kama kafidia tu kidogo ya kurudi nyumbani na kununua mboga, unapata kwamba hao wamama wamepewa shilingi 2,000, ambalo ni jambo mbaya kabisa. Kwa hivyo mimi naomba mbunge wetu ni kijana wetu na ama ni baba yangu ambaye nimekuwa hata mimi nilicheza sana, nikatabasamu ama nikafurahia wakati aliinuliwa, wakati tulimpigia kura kwamba aweze kutuongoza kama Kuria Magharibi, Kuria West. Lakini haya mambo ambayo yanafanyika hapa, mimi sioni vizuri kama nyumba zinabomolewa without consultation, without notice, bila kujali watu. Kesho na kesho kutwa atakuja, atarudi nyumbani. This power huwa inabadilika. Atarudi nyumbani siku nyingine pale ambapo sasa kiti kimeenda kwa mwingine. Je, angependelea familia yake ifanywe yale ambayo inafanywa sasa hivi, ambalo si jambo nzuri kabisa. Waacha tuangalie hii seat kama ya kusaidia watu wengine, watu ambao wametusurround. Kwa habari zingine kama hizo na zinginezo, ungana nasi katika mitandao yetu ya kijamii ya YouTube, Facebook, TikTok @Mashinani TV. Mimi ni Bisaka Chacha.